Mitandao ya kijamii imembadilishaje mwanaume wa kisasa? Mitandao ya kijamii ni dirisha la taarifa, lakini inaweza kuwa gereza la kulinganisha maisha. Kadiri unavyotumia muda mwingi kuangalia maisha ya wengine, ndivyo unavyopoteza muda wa kujenga maisha yako. Naitwa Sofia, karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa. Leo nataka ufikirie jambo moja. Mwanaume wa miaka 20 iliyopita alipoamka asubuhi alikuwa anajilinganisha na watu wangapi? Labda jirani, labda ndugu, labda mfanyakazi mwenzake. Lakini mwanaume wa leo anafungua simu ndani ya dakika 5, ameona magari ya kifahari, safari za Dubai, harusi za gharama kubwa, biashara zinazosemekana kuingiza mamilioni, maisha ya watu kutoka kila kona ya dunia. Swali ni hili: je, hayo yanamtia moyo au yanamfanya ajione hafai? Hebu tusikilize simulizi ya leo. David amekaa kwenye mgahawa akimsubiri rafiki yake Daniel, lakini macho yake yote kwenye simu. Anapitia Instagram. Mtu mmoja amenunua gari jipya, mwingine amehamia nyumba mpya, mwingine yuko Zanzibar, mwingine yuko Dubai. Daniel akafika. Daniel akamwambia, "Samani, nimechelewa." David asikii. Anaendelea kuscroll. Daniel anatabasamu. Daniel akamwambia, "Leo umekuja kunywa kahawa au kukagua maisha ya watu?" David anacheka kidogo, lakini baadaye anasema kwa sauti ya chini, "Daniel, kila nikifungua simu nahisi maisha yangu yamesimama." Daniel anamwangalia kwa makini. Daniel anamwambia, "Na una uhakika unachokiona ni maisha yao yote au ni dakika chache walizochagua kukuonyesha?" David anakaa kimya. Hakuwahi kufikiria hivyo. Hapo ndipo mtego ulipo. Mitandao haionyeshi safari nzima, inaonyesha vipande vizuri zaidi. Lakini akili yetu haiamini kwamba hivyo ndivyo maisha ya kila siku ya watu wengine yalivyo. Ndipo tunaanza kujilinganisha. Wiki hiyo hiyo Daniel anamtembelea mjomba Musa. Anamkuta akitengeneza kabati. David akamwambia, "Mjomba, kwa nini watu wengi wanaonekana kufanikiwa kuliko mimi?" Mjomba Musa akatabasamu, akaweka chini nyundo yake. Mjomba akamwambia, "David, ukienda sokoni unaona matunda yaliyo mbele, yaliyooza yanawekwa nyuma." Mitandao nayo ni hivyo. Watu wanaonyesha yaliyo mbele, maumivu yao wanaweka nyuma. Ukilinganisha maisha yako yote, ni sehemu nzuri ya maisha ya mwingine, hutawahi kujiona unatosha. David anatikisa kichwa polepole. Anagundua kuwa amekuwa akihukumu maisha yake kwa picha za sekunde chache. Mitandao ya kijamii si adui, lakini ukikosa nidhamu inaweza kuiba amani yako, muda wako, kujiamini kwako, kusudi lako. Tatizo si simu, tatizo ni nani anayeiongoza akili yako. Leo tafiti nyingi zinaonyesha kuwa matumizi makubwa ya mitandao yanaweza kuongeza hisia za kujilinganisha, msongo wa mawazo na kutoridhika na maisha, hasa pale mtu anapotumia muda mwingi kutazama maisha ya wengine kuliko kujenga yake mwenyewe. Teknolojia ni zawadi, lakini kila zawadi inahitaji hekima ya kuitumia. Wiki hii tuliwauliza vijana na wanaume swali: ni jambo gani ambalo mitandao ya kijamii imebadilisha kwenye maisha yako? Baadhi ya majibu yalikuwa: nimeanza kujiona nimechelewa maisha, nimetumia muda mwingi kuangalia wengine kuliko kufanya kazi nzuri, nilipoanza kupunguza muda wa mitandao nilianza kupata utulivu wa akili. Jiulize leo, ni saa ngapi umetumia kujenga maisha yako? Na ni saa ngapi umetumia kutazama maisha ya wengine? Majibu hayo yanaweza kueleza kwa nini unahisi umesimama. Kadri unavyotumia muda mwingi kuangalia maisha ya wengine, ndivyo unavyopoteza muda wa kujenga maisha yako. Mitandao inaweza kukuonyesha dunia, lakini usiruhusu ikufanye usahau kujenga dunia yako mwenyewe. Wiki hii jaribu kufanya jambo moja. Chagua siku moja au masaa machache kila siku ambapo utaweka simu pembeni. Badala yake soma kitabu, fanya mazoezi, ongea na familia, jifunze ujuzi mpya, andika malengo yako. Mwisho wa wiki jiulize, nimejisikiaje? Kwa maoni yako, mitandao ya kijamii imekuwa chombo cha maendeleo au chanzo cha shinikizo kwa wanaume wa leo? Kwa nini? Leo tumegundua kuwa si kila unachokiona mitandaoni ni picha kamili ya maisha, lakini bado kuna swali kubwa zaidi. Kwa nini wanaume wengi wanaonekana wamechoka kwenye mahusiano? Je, ni wanawake wamebadilika au wanaume wamebadilika au dunia ndiyo imebadilika? Hilo ndilo tutakalojadili katika episodi ya 5. Mpaka wakati huo, usipime thamani ya maisha yako kwa picha za watu wengine. Pima kwa maendeleo ya safari yako mwenyewe. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight.
Usikose kufuatilia Ukweli Uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa, ambayo inaonekana kila Jumatano.